Mtu mlevi anapenda pombe kuliko mke wake, mke hana maana tena, na kwa sababu ya akili fupi huwa wanahisi pia labda nikibadilisha wanawake wengine naweza nikapata furaha. Kwa hiyo unajikuta umeingia katika mtego wa kutafuta ili angalau upate raha. Na wengine labda alianza na dawa moja la kulevya, sasa kwa sababu ameishafika chini anaambiwa bana, kuna hii nyingine ina nguvu zaidi kuliko pombe, inabidi aitafute tena ile ili angalau atafute zile hisia za raha. Kwa hiyo maana yake ni kwamba maisha ya mraibu yanajireset. Anakuwa haishi kwa ajili ya kula au maisha ya kawaida, anaishi ili atimize ile craving, ile shauku ambayo inatokana na uwepo wa hiyo sumu ya kilevi ndani yake. Kwa hiyo sasa vichocheo vinavyohusiana na kilevi ndivyo vinavyoamua tabia ya mraibu. Maana yake ni kwamba akisikia mziki unahusu pombe tayari atataka kunywa pombe, lakini maana yake ni kwamba matendo yake yote anayotenda na hata matumizi ya fedha na kipato na maana ya maisha inabadilishwa kutoka kwenye mfumo wa kawaida, inategemezwa na ule uraibu alionao. Ndio maana mtu anafanya kazi, unamlipa hela, unashtukia yote amekimbia kwenye nini? Kununua tena cocaine, au amekimbia kununua nini? Pombe. Umemlipa kibarua kazi, asubuhi anakuja amelewa nzui. Kwa hiyo kilevi kinaingia kwenye damu na unakuwa umejiteka nyara mwenyewe. Muhimili wa maisha yako unakuwa umejengwa kwenye msingi wa kilevi, na sehemu ya ubongo inayohusika na kujidhibiti na kufanya maamuzi inadhoofika, na unapoteza uwezo wako wa kuzuia misukumo hii mikali inayotokana na kilevi. Sasa chanzo cha haya yote ni wapi? Roho ya unabii inasema kwamba Ellen G. White ameandika katika kitabu cha Temperance kwamba Shetani katika kikao chake cha kujadili namna ya kuteka wanadamu alisema kwamba angechukua tunda la mzabibu, ngano na vitu vingine vilivyotolewa na Mungu kama chakula, na angevigeuza kuwa sumu ambayo ingeharibu nguvu za kimwili, kiakili na maadili ya mwanadamu. Kwa hiyo hili lingemfanya Shetani kuwa na udhibiti kamili juu ya mwanadamu. Na nukuu nyingine inasema, chini ya ushawishi wa pombe na vilevi vingine, watu wanaongozwa kufanya uhalifu wa kila aina, na pia inawaongoza Shetani watu kwa kutumia vileo washuke chini katika mizani ya utu na thamani yao. Kwa hiyo hii yote ilikuwa ni lengo la Shetani. Ndiyo maana ukitaka kuprove kwamba nyuma ya uraibu wowote kuna nguvu za kiroho za Shetani, hakuna mraibu ambaye anakuwa mraibu ili atende matendo mema. Mimi nataka niwahakikishie, kama kungekuwa hakuna Shetani, huenda mtu katika uraibu wake angependa kusali sana, angekuwa mwema sana. Lakini angalia, mtu anapokuwa mraibu ndivyo anavyotenda dhambi nyingi zaidi, tena bila hata kuweza kujizuia. Ndio inakueleza kwamba kumbe huu uraibu ni moja ya ngome kubwa za Shetani duniani, kutawala watu na kuwadidimiza katika dhambi na uangamivu. Kwa hiyo Shetani yuko macho kila wakati kuletea jamii ya wanadamu, kuiweka jamii ya wanadamu chini ya udhibiti wake kamili. Na katika ukurasa wa 13 wa kitabu cha Temperance anasema njia kuu ambayo kwayo Shetani anawashikilia wanadamu kwa nguvu ni kupitia tamaa za mwili. Na wengi wanaoingia katika uraibu ni wale wanaojitahidi kufanya majaribio ya kuexperience raha kupita mipaka ya kile Mungu alichotuwekea, kama tu Hawa alivyoingia dhambini, kwamba Mungu ameisha kupa kila kitu unachohitaji, lakini umedanganywa kwamba kuna kimoja kinaweza kikaenda beyond kile Mungu alichokuumbia. Na hii ndio inawaingiza watu kwenye mtego wa uraibu, kwa sababu hawaridhiki na raha za asili ambazo Mungu amewaumbia. Sasa ushauri wa bure kwa watu, vijana wote mnaonisikiliza au watu wazima, ushauri wa bure kwa mtu ambaye hajaingia mtegoni. Uraibu ni mtego, usijaribu kabisa kutumia, don't touch. Hata kama ni kwa tafiti zilizofanyika jamani zinatosha, si ndio jamani? Na madhara tunayoyaona kwa watu yatoshe.